Neno la kukaribisha jioni hii kwa najua kwa wiki kadhaa tulikuwa kule Mombasa, kanisa linaitwa Kizingo, na wenzangu Pastor Martin Da na Dobi. Na ndio maana niko na wangwana hapa ambao najua mmewazoelea kwa muda mrefu. Nianze na ndugu yangu mdogo na tunamuita Pastor mtarajiwa Wycliffe Sobera. Mwalimu, karibu. Asante. Ujambo mpenzi mtazamaji, karibu katika uchambuzi wa Biblia tujifunze pamoja. Pia naye mchungaji wetu ambaye kwa muda mrefu tumefanya kazi naye, nafikiri tangia mwaka wa 2009. Tangia tufahamiane. Amekuwa msaada sana, mtu ambaye wote wawili ni watu unabii. Sasa leo samaki ametupa majina. Sasa ndugu yetu na mwalimu wetu Pastor James Mugunda. Mwalimu, karibu. Mtazamaji mpendwa, hujambo na karibu tena tuweze kufanya uchambuzi pamoja. Mimi naitwa mwalimu Peter Sina, mtu ambaye wote wawili ni watu unabii. Sasa leo samaki ametupa majina. Sasa ndugu yetu na mwalimu wetu Pastor James Mugunda. Mwalimu, karibu. Mtazamaji mpendwa, hujambo na karibu tena tuweze kufanya uchambuzi pamoja. Mimi naitwa mwalimu Peter Sitati. Nafikiri kwa wale ambao wametizama Hope Channel kwa muda unaweza kuwa umenifahamu. Nimuulize tu mwalimu wetu Sobera tufungulie kwa ombi. Tuamini na tuombe. Uhimidiwe na utukuze Mungu mwenye enzi kwa wema na fadhili zako za milele. Asante Baba kwa nafasi umetukirimia jioni ya leo pamoja na mtazamaji, ili tuweze kujifundisha somo hili linalohusu unabii. Tunaomba kwamba uwepo wako utuongoze. Mbariki mtazamaji, muongoze katika hali zake mbalimbali, mtimizie mahitaji yake, mvute kwa karibu kwa kamba za pendo lako. Anza nasi hadi tamati, katika Kristo tunaomba. Amen. Amen. Asante mtazamaji, wiki iliyopita tuliangalia mataifa na wiki hii tunaangalia bado mataifa. Ilikuwa mataifa sehemu ya kwanza, na nafikiri kama ulitizama uliona kwamba walimu walianzia kwa Nimrodi ambaye ndio chanzo cha ufalme wa Babeli. Sasa kuna Babeli wa kwanza, wa pili na wa tatu. Leo nafikiri tutagusia sana Babeli wa pili na Babeli wa tatu. Sasa Babeli wa kwanza ilikuwa Babeli Nimrod ambayo tunaona iliongoza kwa muda, lakini Mungu akaita watu wake kutoka kwa uchafu ili akawaleta katika usafi, yani katika haki. Na akamuita ndugu yetu, baba yetu ama sijui ni babu, Ibrahimu. Akamuita Ibrahimu ili aje katika nchi takatifu. Na baadaye kwa imani mzee huyu akatoka, na baadaye tunaona wana wa Israeli wakachipuka. Na wana wa Israeli Mungu pia kwa sababu ya kutofanya vizuri, Mungu akamwambia Ibrahimu katika Mwanzo 15:13 akasema wataenda katika nchi ya ugeni. Na mwisho walipotoka huko baada ya miaka 430 wakaingia katika nchi ambayo ni ya ahadi. Lakini wana wa Israeli pia kuna vile pia walikuwa na kaunyang'au, kama unanielewa. Walikuwa na tabia ambazo hazikufanana na tabia za kabila teule. Kumbuka kwamba katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 7:7 Mungu anasema niliwachagua nyinyi si kwa sababu mlikuwa wengi. Ina maana kwamba Mungu ndiye uchagua, si ati anawachagua kwa sababu nyinyi kabila kubwa ama ni watu mashuhuri. Hapana, Mungu mwenyewe anachukua na kuosha.
Sasa hawa wana wa Israeli bado wakawa kwamba hawatendi mambo vizuri. Ndipo Mungu akaona wakasema sisi tunataka mfalme ambaye tunaona katika Samueli wa kwanza 8. Mungu akasema ni sawa, haina shida. Kaambia Samueli, kama wamesema wanataka mfalme, inamaanisha si kwamba mfalme na wanataka, ni mimi wamenikataa. Sasa ndipo Mungu akaonyesha kwamba kutaka mfalme wa kidunia ni kutaka mwenye dhambi aongoze mwenye dhambi, ambaye si kazi rahisi. Kipofu aongoze kipofu. Sasa watu wakakataa, wakasema hiyo upofu ndio tunataka. Unajua kama mmekubali ina maana kwamba mmesema sisi hatukutaki wewe. Ndipo Mungu akaleta ufalme wa watu. Lakini katika kuishi kwao kukawa na shida. Ikawa kwamba watu hawa wakaishi maisha kama maisha ya kabila ya mataifa. Sasa ndipo Mungu akasema kama mnaishi kama watu wa mataifa ni sawa. Acha basi niwaletee mfalme wa mataifa, kwa sababu mimi nilikuwa Mungu wenu mkanikataa. Nikawaletea wafalme ambao mlitaka. Sasa angalia, wakaendelea kuporomoka, ndipo kukakuwa shida. Mwalimu Mgunda, nafikiri katika mwanzo Mungu ameumba Adamu na Hawa, akaweka katika bustani, akawapa amri. Unajua tunaona hizi vitu zingine Mungu akaumba vikawa vizuri, inaitwa perfect, kila kitu kikawa sawa. Alafu Mungu akawapa masomo, akawaonyesha kwamba mtakula hivi, mtafanya hivi, mtaishi hivi, mtapendana, mtazaana. Baadaye Mungu akatoa amri. Akasema lakini sasa mimi nitawajaribu. Kwamba kumbe watu wa Mungu lazima wajaribiwe. Akasema sasa nyinyi nitawajaribu, ule mti msile matunda yake. Na siku mtakayokula hamtafanana vile mlivyo. Ule utukufu ambao mtang'aa utaondolewa na mtakuwa uchi. Sasa mwalimu, kukaendaje? Asante mwalimu. Mungu ameumba mtu tena kwa mfano na sura yake. Kweli. Na kitabu cha Mwanzo 2 fungu lake la 8 yasema kwamba alitengeneza bustani katika upande wa mashariki wa Edeni. Na akamweka mtu huko. Na pale kulikuwa na miti. Kisha kulikuwa na aina zote za mti za kupendeza macho na kutamaniwa kula. So mwanadamu alipewa miti yote ya kula. Kwa hivyo chakula ilikuwa na ya kutosha. Miti ya pili ilikuwa ni miti ya uzima, mti wa uzima. Hiyo ilikuwa katikati. Mti wa tatu ni mti wenye ujuzi wa mema na mabaya. So ni mti mmoja tu mwanadamu alikatazwa kula. Ingine yote angekula. Yote angekula. Na kumbuka ameruhusiwa kula mti wa uzima, aishi milele. Lakini kitu tu ambayo anapewa sasa amri. Na kwa nini Mungu anapewa amri? Kwa maana dhambi imeanza mbinguni. Kweli. Kuna mtu ameasi, Lucifer. Na sasa mwanadamu anapopewa amri, Mungu anataka mwanadamu aishi milele, akimtegemea yeye Mungu. Aishi milele. Kweli. Lakini atakapokataa kumtegemea, kuna vita imeanza, vita kuu. Kwamba asipomtegemea Mungu, ataanguka upande mwingine, ya kwamba ataweza kuwa muasi. So tunaona kwamba amri Mungu alipeana kwa sababu ya upendo. Kweli. Amri ni upendo. Mungu alitaka mwanadamu aishi milele, aishi maisha ambayo ni ya kumtegemea Mungu. Lakini kwa sababu mwanadamu alikataa, akamsikia sauti ya adui wa Mungu ambaye ni Shetani. Sasa ikana kwamba sasa uasi umeingia. Na hii ndio unajua watu wanafikiri, watu wanasema hivi. Wengi duniani hata wasomi kama Mungu alikuwa amepanga ya kwamba uasi uingie duniani, ndipo Mungu aweze kuleta wokovu. Naomba nisome fungu moja. Kitabu cha Zaburi. Zaburi 5 fungu la 4. 5:4. 5:4 inasema maana huyu Mungu apendezwaye na ubaya, mtu mwovu hatakaa kwako. 5:5 wajivunao hawatasimama mbele za macho yako. Mtu apendezwi na ubaya ama uovu. Kwamba kuna vile Mungu angepanga uovu ukuje. Maana Mungu na uovu hayawezekani. So uasi, Mungu alipeana amri ya kwanza ya kutokula mti wenye ujuzi wa mema na mabaya. Kumbuka mwanadamu Mungu alitaka aweze kujua mema tu. Lakini alipokataa kumsikia Mungu, akapata ujuzi. Na hii ujuzi ndio shida sasa. Na ndio tunakula kile ambacho tulitaka tangu mwanzo. Ujuzi wa mabaya.
Mwalimu, bado tunakula katika mti huu. Naam. Na kitu kingine kuna kitu mwalimu amegusa. Mbona Mungu alimpa mtu uchaguzi? Nzuri. Mwalimu, nafikiria nitaanza moja kwa moja. Kitabu ni Ayubu 15. 15:16. Inasema, sembuse mtu ambaye ni mwenye kuchukiza na uchafu, mwanadamu anywaye uovu kama anywavyo maji. Eti dunia sasa alivyoachia mchungaji ni kwamba mwanadamu amefika mahali ambapo tumeona hata jana na juzi mbunge anauawa, watu wanauawa hapa na pale, kwamba mwanadamu amekithiri katika uovu. Ni kwamba kila kuchao, asubuhi 64:6 kitabu ni cha Isaya inasema kwamba matendo yetu mema ni kama tambara bovu, kwa sababu kisa na maana si, unajua unasema matendo ya nje ni malengo na matumaini yanayoonekana kwa ndani. Dhambi huanza kwa tamaa, unajua aliangalia, akatamani, akapeleka mkono. Sasa ni kwamba dhamira zetu na malengo yetu bado hayajasafishwa. Hata tupo kanisani lakini bado sisi hatujajisafisha kweli. Wimbo unasema unisafishe Mwokozi ndani na nje kwa moto utakavyo ili dhambi ife. Sasa kumbe dhambi inaishi sana. Tulipotoka katika shamba la Edeni ndio tulitolewa kwa lile ndani ya Kristo tunazirai. Tumezirai, alafu ule mti tunaendelea kuupanda kila tuendapo. Yesu tumefukuzwa Edeni, lakini tumejenga Edeni zetu tukule mti ule Kristo alikataa. Mwalimu, nilikuwa nimeuliza mbona Mungu akampa mwanadamu uchaguzi? Nzuri mwalimu. Kiingereza wanasema abuse of free will is sin. Kwamba ukitumia vibaya uchaguzi uliopewa. Unajua uchaguzi ni uhuru wa uchaguzi. Uhuru wa uchaguzi ni upendo. Mungu ni Mungu wa upendo. Pia sheria aliyopeana ni upendo. Kumbe Mungu alitupea uhuru wa uchaguzi tumchague yeye tuishi milele. Hakutupea uhuru. Unajua kuna watu wengine, mwalimu nafikiria tulisema hapa tukasema sheria ni ua. Ambao sisi tupo ndani, nyang'au ziko nje na wanyama. Sasa sisi hatupendi ua, na ua ndio upendo. Sisi tunataka ua itolewe, alafu tumwekee Mungu makosa kwamba haukutulinda. Sasa kama tumwekee yeye makosa, inamaanisha kwanza Mungu hana makosa. Sheria yake ni ya uhuru na ya upendo. Sasa swali tunalojiuliza leo hii ni je, sheria ambayo Mungu amekupea imekusaidia kuishi maisha ya utaua? Ama kila siku anasema Mungu unajua unaangalia roho? Tulisema jana mhubiri fulani kwamba kama Mungu anaangalia roho, kuja kanisani bila nguo. Ni roho anaangalia. Kama angalia mwili. Angalia mwili, saka anaangalia roho, kuja bila nguo basi. Mungu afunike uso asione mwili wako. Walimu, kuna kitu hapa. Mnisameni warudisha nyuma kidogo tu. Kama mlikuwa mmesema kwamba kumbe Mungu aliweka miti yote bustani tuliwa. Na ni mmoja tu alisema msile. Kuna vitu viwili hapa nataka mnionyeshe walimu. Kuna siku ya kuabudu. Mungu akamekupa siku 6. Lakini unang'ang'ana kumchokora kwa hii moja. Mungu amekupa mshahara. Anakuambia nipe 10%. Unataka kuleta shida juu ya hii 10% na amekuachia 90. Ni shida yetu iko wapi? Ndio maana vile ambavyo tumeanza. Shida ilitokea tu hapo mwanzo. Mwanadamu alipewa vyote. Miti yote bustanini, yani mwenye kupendeza na kutaminia kwa kula, kwa chakula alipewa. Na akapewa mti wa uzima, aishi milele. Lakini yenye ujuzi wa mema na mabaya ndio anang'ang'ana naye. Hii ndio shida inatumbua sisi siku ya leo. Tumepewa siku 6. Siku 6 ni masaa 144. Alafu Mungu anataka lake tu ni masaa 24. Unang'ang'ana na Mungu yake. Hata nusu yake utakuwa umelala. Mungu amekupa mshahara ya 100,000. 90,000 ni zako. Asema 10,000 tu ndio ya nani? Yake. Nasema Mungu hata yako 10 wacha tu. Mungu ataelewa. Mungu ataelewa niko na school fees. Mungu anajua pia niko na but I think nafikiria kwamba shida kubwa ni ya kwamba vile ambavyo shetani alivyomwambia Hawa kwamba utakapokula utafunguliwa macho. Hiyo macho ilipofunguliwa, hiyo macho ni hatari. Ndio maana unaona hata mtu atatembea na skati nusu uchi lakini hajali. Kwa sababu macho ilifunguliwa. Macho ya kutamani mabaya. Na kujua mabaya. Sasa mwalimu Sobera. Naam.
hii legacy ya dhambi tunaona ni kama imetoka generation to generation. Lakini kabla ya hapo ndio hivi uliweke hiyo point ingiane. Wana wa Israeli walipomkosea Mwenyezi Mungu akamwambia Yeremia, nipe Yeremia 25, nipe mstari wa 8 na wa 9. Yeremia 25:8 na 9. 8 na 9 inasema, basi Bwana wa majeshi asema hivi, kwa kuwa hamkuyasikiliza maneno yangu, angalieni, nitawapeleka watu wa kuzitwaa jamaa zote za upande wa kaskazini, asema Bwana, nami nitatuma ujumbe wa Nebukadreza mfalme wa Babeli, mtumishi wangu, nami nitawaleta juu ya nchi hii na juu yao wakao ndani yake na juu ya mataifa haya yote yaliyopo pande zote, nami nitawaangamiza kabisa na kuwafanya kitu cha kushangaza. Sasa tunaona kwamba Mungu mwenyewe ndiye amemtuma Nebukadreza, kwamba ni mtumishi wake. Ukisoma Danieli 1:1, Danieli 1:1 katika mwaka wa kwanza kumiliki kwake mfalme wa Yuda. Sema katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadreza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akausuru. Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake. Sasa tunaona kwamba hawa wana wa Israeli kumbe ni Mungu ameweka katika himaya ya nani? Ya Nebukadreza na Babeli. Kaldaya. Ni nini kilifanyika ndio ifike hapo? Ama tuliendaje tukafika hapo sasa? Mwalimu, nafikiria ulipoanza utangulizi ulianza vizuri kwamba Mungu aliumba wanadamu, baadaye wanadamu wakafuata agizo lao, baadaye kwa kuwa na kusoma Mwanzo 6 maovu yakakithiri, baadaye 12 ni kwamba Ibrahimu akachaguliwa kwa mataifa. Tuende haraka tufike kwa Samueli wa kwanza. Wakakataa Mungu, wakasema tunataka mfalme. Ni kwamba mwalimu, katika maisha haya tunayopoishi kuna wakati ambapo tunafika, walisema sisi tunataka tukue kama mataifa. Sasa Mungu akawapeleka, basi tunataka Mungu kama mataifa, si basi niwapeleke kwa mataifa. Mara nyingine katika maisha yetu ya imani tunakataa maagizo ya Mungu. Sema unajua vile mimi ninajisikia. Kuna kitu inaitwa gut feeling. Mimi nasikia inafaa kuwa hivi. Na mimi ninaonelea, unajua pale kanisani unapata tunafanya Bible study alafu unasikia mtu anasema kulingana na mimi, sio kulingana na nini. Kile Biblia inasema. Hapana. Hapo ndipo wakati tunamwacha Mungu ni wakati ambapo unajua uchawi ni kusema Mungu hawezi. Mwanadamu anaweza. So kwa hivyo siku hizi sisi wengi ni dhambi ya uchawi imeingia kanisani. Si uchawi wa kuroga lakini uchawi wa kutotii. Alafu pointi ya pili mwalimu ni kwamba basi Mungu aliwaamua. Basi mnataka ili wakati mwingine Mungu tunapomkaidi atatutia mikononi mwa adui. Atufunze. Najua kuna fungu linasema kwa ni jambo hatari sana kuanguka katika mkono wa Mungu. Lakini afadhali niangukie katika mkono wa Mungu kuliko nianguke katika mkono wa adui. Kwa hivyo aliyewapeleka katika Babeli ni Mungu. Kisa na maana wafundishwe. Mwalimu, walipofika Babeli, mfalme akaazimu kwamba anataka watu vijana fulani ambao wako na hekima. Ndipo wakachaguliwa vijana 4 wakapelekwa kwenye hekalu. Na Mungu sio hekalu hasa, katika kwenye ufalme. Na Mungu akafanya muujiza wake kupitia kwa vijana. Nebukadreza aliyetumwa na Mungu akaona. Alafu mwisho Mungu akaona itoshi. Akamletea ndoto ama njozi. Nebukadreza akaona vitu fulani, mwalimu tufundulie. Alafu na utupe tafsiri. Asante mwalimu. Tungekuwa na muda tungesoma kila lakini muda ni mfupi. Hiyo ndio Danieli sura ya 2. Nebukadneza ameota ndoto usiku. Na ndoto aliyoota baadaye ndoto yenyewe ikamtoka. Angeikumbuka. Sababu gani hangeikumbuka? Si kwamba alisahau. Ndoto hiyo Mungu mwenyewe alitoa. Lazima tuweze kujua si kwamba Nebukadneza ni Mungu tu alimletea akaitoa kwa sababu. So Nebukadneza baada ya kuota ndoto, kwa maana alikuwa ametumenia waganga na wachawi na wasihiri na wasomi wa Kaldaya. Sasa wakatoa amri waitwe ili waweze kumweleza ndoto na tafsiri yake. Lakini Wakaldayo na wachawi na tuambie ndoto nasi tutakwambia tafsiri yake. Tutakupea tafsiri. Mfalme akasema mmezoea kunidanganya sana. Leo mbatikane. Mimi nataka mambo mawili. Ndoto yenyewe na tafsiri yake. So mara 3 walijaribu kumwalika mfalme akasema sasa kama umeshindwa
basi akatoa amri wote waweze kukamatwa, wenye hekima wote, waganga na wachawi waweze kuuawa pamoja na nyumba zao zote. Sasa wanapotafutwa, kumbuka katika sura ya kwanza Danieli na wenzake watatu waliongezewa hekima mara 10 zaidi ya wenye hekima wa Babeli. So wanapotafuta wenye hekima wa Babeli, hata wao pia wanatafuta, maana ndio wako juu kwa wenye hekima. Kweli. So Danieli anapopatikana akasema, mbona amri kali? Haraka ni nini? Akaomba nafasi aweze kufika kwa mfalme. So baadaye ndio maana akaomba nafasi aende kuomba. Alipofika akaambia wenzake watatu wakaomba usiku. Sura pili hiyo unaposoma fungu la 13-16 sema kwamba ndipo usiku huo walipokuwa kiomba Mungu akamfunulia Danieli ndoto na tafsiri yake. Danieli akamwamini Mungu aliye juu mbinguni. Jambo la kwanza ambalo ningependa tuweze kujua, jambo lolote linapofanyika katika maisha yetu tuweze kuzoea kumshukuru Mungu. Sisi ukimbilia wapi kwanza? Ukiona kitu chochote hata kwa nyumba yako, ukiona kuna hatua, hata umepata promotion kwa kazini, mshukuru Mungu. Sio dawa, kitu chochote. Sasa Mungu keki kwanza. Acha sherehe. Danieli kuanzia fungu la 26, Danieli anamweleza mfalme sasa, ndoto ulioota ni hii. Kulitokea mwangaza mwingi. Ndipo kaona sanamu kubwa ambayo ilikuwa sanamu ya kutisha. Sanamu ilikuwa kichwa cha dhahabu safi. Mkono na kifua ni fedha. Tumbo na viuno ni shaba. Miguu ni chuma. Naye kuna nyayo za miguu, nusu chuma na nusu ya udongo. Ndipo mfalme akaona jiwe limetoka juu ya mlima bila kazi ya mkono mwanadamu. Likaja lilo jiwe likagonga sanamu kwenye vidole vya nyayo za miguu. Ikalivunja yote. Ndipo upepo ukaja ukaipeperusha. Na badala mahali pake haikupatikana, ikawa kama makapi. Lile jiwe likawa mlima mkubwa, likajaza dunia nzima. Hii ni ndoto ambayo mfalme aliota. Jambo la kwanza tuelewe na mtazamaji, sanamu kubwa na jiwe. Sanamu hii imegawanywa kwa sehemu: dhahabu, fedha, shaba, chuma, tena chuma na matope ya udongo ya mfinyanzi. Alafu kuna jiwe. Ilikuwa mfinyanzi kweli, ilikuwa miry clay. Ni ya mfinyanzi, lakini si ya mfinyanzi ile nzuri. So kufikia hapo tumeona kuna sanamu kubwa na jiwe. Kuanzia 30 sasa, kwa 31 Danieli anampa sasa tafsiri ya ndoto. Hii ndio tafsiri ya ndoto. 36. 36. Wewe mfalme, wewe ndio uwe ule kichwa sehemu 10. So tafsiri ya ndoto ya kwanza ni hii. Anaambiwa ya kwamba sanamu imesimamia dunia hii na falme zake. Lakini si falme kuanzia hapo mwanzo, unaanza kwa Babeli. Maana unabii unaanza kwa Babeli. Kwa hivyo kichwa ni Babeli. Nasema hiki kichwa ni wewe. Fedha ni Medo-Persia ama Wamedi na Wajemi. Sanamu imesimamia dunia hii na falme zake. Lakini si falme kuanzia hapo mwanzo, unaanza kwa Babeli. Maana unabii unaanza kwa Babeli. Kwa hivyo kichwa ni Babeli. Nasema hiki kichwa ni wewe. Fedha ni Medo-Persia ama Wamedi na Wajemi, ambao walifuata Babeli kuanzia mwaka wa 331 539 BC mpaka 331 BC kabla ya Kristo. Shaba ni ufalme wa tatu ambao ni wa Yunani, Wagiriki waliongozwa na Alexander Mkuu. Hiyo ni mwaka wa 331 mpaka 168 BC. Ufalme wa 4 ni ufalme ambao umefanishwa na chuma. Na ni ufalme ambao Yesu anazaliwa ukitawala. Ufalme wa Urumi wa kipagani, the pagan Roman Empire. So ufalme huu ulitawala ukashikanisha miaka ya BC na AD. Yesu amezaliwa. Na ni ufalme ambao umetesa Yesu, kamuua. Hata wanafunzi wa Yesu kawatesa. Na mwishowe ufalme huu haukutolewa mamlakani, lakini uligawanyika. Tutasoma baadaye tukipata muda kwamba ufalme huu utatawala mpaka Yesu kuja mara ya pili. Lakini uligawanyika. Kwa hiyo tutakujua hiyo. Mwalimu, nafikiri tunapelekwa vizuri. Iko sawa. Tuna complain. Point nataka ni hisa. Yes. Mbona falme zinaenda zikipunguza
Anasema value ama madini yale yanaenda, thamani inaenda ikienda chini. Nafikiria pia pale labda msikilizaji mtazamaji unaweza shangaa sasa, ukisoma Danieli 2 utapata ndoto yenyewe na tafsiri. Alafu vile vile utasoma pale Hosea 12:10 Mwenyezi Mungu anasema anaponena anatumia mafumbo. Mafumbo ndio symbols, ndio maana tunajifunza. Kwa hivyo ukisikia anataja madini fulani ni symbols. Kwa hivyo mwalimu, ni kwamba dunia tunayoishi kwa sasa ni kwamba Babeli ilikuwa inaashiriwa na dhahabu safi. Dhahabu ndio madini ambayo nafikiria hapa hivi dhahabu ikimwagika sijui tutakuwa watu wengi kule maeneo ya DRC Congo watu wanapigana kwa sababu kule kuna madini ya ajabu. Madini yanasaidia taifa kukua na mambo kama yale. Mwalimu, ni kwamba madini yale yalifika mwisho akafika kwenye mchanga, nusu chuma. Unajua chuma kila mtu anayo. Hayana maana sana. Lakini Babeli inasemekana ingawaje ilikuwa na madini haikuwa na Mungu. Ni kwamba maadili yamezidi kudhoofika. Kitabu cha 24:19 Isaya inasema kwamba dunia kutikisika imetikisika sana. Dunia kuyumbishwa imeyumbishwa sana. Na mzigo wa dhambi umeilemea. Ni kwamba pastor, ni kwamba saa hii ndipo tuna makanisa mengi, ndipo tuna wachungaji wengi, lakini ndipo tuna maadili yamedhoofika zaidi. Ndipo tuna utandawazi zaidi, ndipo kumefunguka zaidi, ndipo watu wengi, makanisa ni mengi, wahubiri ni wengi, dhambi ni nyingi. Shida ni nini? Ni kwamba maadili yetu yamezidi kutokomea. Kwa sababu gani? Tulikubali kuongozwa na si Mungu bali mataifa. Ndio maana mara nyingi watu wanasema kiongozi wetu, hatukubali Mungu katika kutuongoza. Pili ni kwamba pia mwalimu, katika maadili yetu siku hizi, unajua huwezi kumrudi mtoto kivyako. Huwezi hata kanisani kule tunapokuwa unasikia discipline unasema unajua don't judge. Usihukumu, ni kwa sababu tupo kanisani. Wapendwa, utajiri wetu mkuu usiwe wa dhahabu na vitu vya dunia hii, ukuwe utajiri wa hulka zilizokubalika mbele zake Mwenyezi Mungu, zilizochongwa zinazofaa kama lile jiwe ndani ya hekalu la Mwenyezi Mungu. Niongeze tu kitu kidogo. Naomba tu. Unajua sasa mwalimu najua karoo kameshuka. Nashukuru vile mchungaji amesema. Imetoka kwa dhahabu imekuja fedha. Imetoka fedha inakuja shaba. Kutoka shaba inakuja chuma. Kutoka chuma sasa ni mchanganyiko wa chuma na matope. Unajua nimetoka kuuliza hii swali. Nani hupenda sana kucheza na matope? Si ni watoto ambaye hawajui wanacheza na matope. So kumaanisha kwamba maadili yameanguka kutoka dhahabu, fedha, shaba, chuma mpaka matope. Kumaanisha kwamba saa hii maadili hayako. Kisha kwamba dunia hali ya dhambi ndio maana Yesu amesema katika Mathayo 24:12 na maasi yataongezeka na upendo wa wingi utapoa. Kwa hivyo vile ambavyo maadili yanazidi kuanguka ndivyo maasi yanapanda. Maadili yakianguka, maasi ama uasi unapanda. Na hii ni dalili kuonyesha kwamba jiwe limekaribia. Kwa maana gani? Jiwe linakuja wakati ambapo maadili yameanguka mpaka ni kama matope ya giza limeongezeka. Giza limeongezeka. Mtazamaji unanisikia, naomba ujue kwamba unaposikia ama kuona mambo yanapoendelea duniani siku ya leo, hata mtu kuwa mwenzake haoni, yani hakai jambo la kushtua. Upendo umepoa. Jua ya kwamba tu katika wakati wa matope ya udongo. Matope ya udongo. Maana kwamba Yesu anakuja mara ngapi? Mara ya pili. Mwalimu, unajua kuna kitu nataka kuongeza. Na haya ambayo unataka kusema kwa gazeti nafikiri mbaki moja tu. Nilikuwa nataka pia uonyeshe, unajua sasa sisi tusiongee tu juu ya watu wa nje. Tusiongee juu ya kanisani. Je, maadili yetu imepungua? Unajua zamani walimu watu walitamani sana hii injili, hata watu walikufa kwa ajili ya injili. Sijui sasa hivi tuko wapi mwalimu? Sasa hii injili inakufa kwa mikono ya watu. Injili badala tufie injili inakufa alafu sisi tunasema unajua sisi tulishindwa. Hata hatuna pesa lakini tuko na magari. Anyway, kitabu ni cha Isaya 30:10. Najua ni vizuri tuseme hii. Inasema kwamba kwa maana watu hao ni waasi, nimeanza 9.
Kwa maana watu hawa ni waasi, watoto wasemao uongo, watoto wasiotaka kusikia sheria ya Bwana. Wawaambiao waonaji, msione, na manabii, msitoe unabii wa mambo ya haki. Tuambieni maneno laini, hubirini maneno ya danganyayo. Mwalimu, hii ni hatari. Ni vizuri mwalimu tuseme kwamba sisi ni wahubiri, na mara nyingi tunaenda kanisani. Unaenda kanisa fulani, unasikia mtu wa kanisa anakuambia utakapohubiri, amekutumia ujumbe huko kule mbele kwa pulpit. Kwambia upige hii, useme hii, kuna watu hapa kwa kanisa wanafanya hivi na hivi. Na huko pale kanisani, mimi ni mhubiri, siwezi kadanganya, ni ukweli. Na kwani tunataka kutumia watumishi wa Mungu kuongoza ajenda yetu kanisani. Kanisa letu linapofika, ibada zetu zilizofika, kwamba siku hizi ukihubiri kule kanisani watu waache dhambi, asufua viongozi. Uitwi tena. Wengi tumependa maneno ya kufurahisha. Nafikiria pia sisi tumeingia prosperity gospel kule kanisani, kwa sababu hata wale wanaohubiri wale wataitwa wafurahishe. Najua waambie watu wa Mungu, najua utafanikiwa. Na vichekesho. Na vichekesho na mambo kama haya. Alafu sindikizo vizuri. Usindikizo vizuri. Lakini ukienda ulete injili waambie watu wa Mungu kweli. Kanisa hapa hata mjatengeneza dirisha. Lakini kule nyumbani, nyumba zenu zinakaa aje? Nafikiri nilienda kanisa fulani iko na cobweb kule ndani. Ni vizuri tuseme. Lakini maisha yetu je? Ni kwamba pili, mwalimu nilikuwa nataka kuongezea pale, ni kwamba upendo uliopoa si upendo baina yetu, ni upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu ndio uliopoa kanisani. Sasa swali tunalouliza leo hii, mpendwa, hata mafundisho haya yanapokuja kanisani, je, tunayakaribisha turekebishe ama tunataka tuyarekebishe Biblia? Mtazamaji, nafikiri imefika mahali ambapo kila mtu lazima ajiangalie, ajue anaenda mbinguni ama bado yupo. Kwa sababu kuna watu ambao tayari walifika mbinguni yao. Na kama ulifika mbingu yako, ina maana kwamba Yesu akija, nafikiri hata utajua. Siku hiyo hata utajua inamaanisha nini. Najua mara nyingi tunasema Yesu akija kutakuwa hivi na hivi, lakini watu hawaoni kitu kama ni kitu cha maana. Na tunaishi tu vile tunataka. Makanisani pia tumeshusha viwango, na ibada zetu pia kuna zingine unaangalia unajua kweli hii haimtukuzi Mungu. Na tunaona kama tulivyosema hapo mwanzo, kuna watu waliifia hii injili, lakini sijui ni nani wanaweza ifia injili saa hii. Watu wengi vitu ambavyo wanatafuta katika injili ni tofauti. Lakini wewe unastahili usimame kidete peke yako, utetee imani hii. Amen. Useme hakika mimi nitakuwa na kitu kwa kizungu inaitwa primitive faith, ili tuweze sisi sote kufika mbinguni. Tunaenda mapumziko, usiende mbali, bado kuna maneno mengi tu mtazamaji ambaye atapromotion na hawa walimu. Mungu akubariki. Amen. Neno la Mungu ni chakula cha kiroho. Tunakihitaji kila siku na kila saa. Now is the time for salvation. Hata hivyo, kusoma tu neno haitoshi. Wakristo wa zama hizi ambao wanaliitia kwa jina la Mwenyezi Mungu wanastahili kuanza kumuelewa Mungu ambao wanaabudu. Tunafaa kusoma kwa kina ili tuweze kuelewa na kupata utambuzi kamili. Kumcha Mungu ndio chanzo cha hekima. Mwanadamu daima ni wakuasi. Lakini furaha kuu ni kwamba Mungu daima yu mwaminifu. Ungana na Sitati pamoja na walimu wa Biblia kila Ijumaa saa 1 hadi saa 2 jioni katika uchambuzi wa Biblia wa kusaidia kufafanua na kuchambua maandiko matakatifu. Uchambuzi wa Biblia. Tuchambue, tuelewe, tushamiri. For God so loved the world, that will not let me go. Behold what manner of love. yes, Come see what manner. I can't tell you. You have to see it for yourselves. that he gave his only begotten Son, Redeem
I think it's important for us to forgive even if they do not confess. But for me as a Christian, I need to confess that whosoever believes in him, I know I have believed. God's intention for us is higher, way beyond what we can ever imagine. Should not perish. Follow the Lamb whithersoever he goeth. If he says stop lying, stop lying. If he said keep my commandments, we keep them. But have everlasting life. On Christ the solid rock I stand. We've been studying God's word and looking at steps that we ought to follow in order to get to know him more. Let all things now living sing a song of thanksgiving. Let all things that have breath praise the Lord, for his worthy. Come everyone and join in breath of praise. Do you believe in the power of the gospel? Do you want to make a difference by sharing God's word? At Hope Channel Kenya, we are committed to spreading the gospel to every corner of the world. Our mission is to touch the hearts of people and bring them closer to God. That is why we are dedicated to sharing the word all over the world. But we cannot do it alone. We need your help to continue in our mission and to make an impact on people's lives around the globe. With your support and donations, you help to facilitate the baptism of new believers, providing spiritual guidance and help people find their way to a life-changing relationship with Jesus. To donate, go to Lipa na M-Pesa, Paybill, business number 669657. Account number is your phone number. You can also contact us by calling 0715-171-001 or 254-202-722-718 and let us join hands to make a difference in someone's life. Mtazamaji, na kukaribisha katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha uchambuzi wa Biblia. Kumbuka kwamba tulipokuwa tunaenda mapumziko, kuna vitu tumevisema. Tamaa yangu ni ukaweze kuelewa mambo haya. Tamaa yetu ni kwamba unapoyasikia mambo haya ukabadilisha maisha yako. Kwa sababu mpendwa, siku zimeisha. Kuna vitu kama tungepata nafasi ya kuvisema hapa, ungeona kweli dunia hii inaisha. Na sisi tulipewa nafasi na tulipewa bahati na Mwenyezi Mungu kwamba hii zawadi tuliopewa ni ya kuelewa unabii. Na huu unabii unapoelezewa, kuna watu wengi tu wanasema unabii ni ngumu. Hakuna ugumu wote katika unabii. Ni wewe uelewe tu Mungu anataka uelewe nini. Na mtazamo wako, ikiwa utakuwa mtu wa kutaka kujua ukweli, utapata kufahamu. Mtazamaji, ningependa kusema hivi. Tunaongea juu ya mataifa. Na mada yetu ya wiki iliyopita na wiki hii ni mada moja tu. Inasema the nations ama mataifa. Nakumbuka Mungu yeye ndiye mtawala wa mataifa yote. Hata kama kiongozi wetu ni dhalimu, hata kama kiongozi wenu akuwe ni kiongozi aina gani, Mungu bado ndio mtawala wa hii dunia. Naye ndiye anajua mataifa vile yako, naye ndiye anatawaza wafalme. Kumbuka aliwapa wana wa Israeli mfalme wa kwanza Sauli, ambaye hakuwa mcha Mungu, mtu tu ambaye alikuja kusumbua. Lakini Mungu ndiye alimweka kwa sababu alitaka. Sasa sisi kwa sababu tunataka, ndio maana Mungu pia anatupea wafalme ambao saa zingine tunakasirika, saa zingine tunalia, lakini sisi wenyewe ndio tumejiletea hii shida. Lakini hebu tujue hivi,
kama bado sisi wa Kristo tunaelewa kwamba Mungu ndiye mtawala, hatustahili kuwa na wasiwasi yoyote. Hata tuwe na, unajua mwanadamu akituongoza, hata makanisani wanadamu ndio viongozi. Na hiyo hapa makanisani unakuta ni vipofu wanaongoza vipofu. Lakini wewe ukimtegemea Mungu utaanza kupata mwanga. Sijui kama umenielewa. Utakuta neno la Mungu linakuwa mwanga katika miguu yako na maisha yako yanakuwa tofauti. Sasa na wewe utakuwa na wasiwasi nini inaendelea. Mwalimu Sobera katika Danieli 7. Naam. Nafikiri kabla tuende katika Danieli 7 mwalimu, ulikuwa umeongea juu ya vitu kuzorota. Si ndio mwalimu? Naam. Sasa katika kanisa pia mwalimu, kuna vitu ambavyo vinatendeka vya ajabu. Mwalimu, hebu tuambie vitu zingine. Mwalimu, ni kwamba maadili yanapozorota ni kwamba unajua ni rahisi siku hizi kusikia. Kitambo nafikiria nikiwa mdogo ungesikia kwamba kweli watu wamepigana ngumi kabisa. Lakini siku hizi mchungaji unaweza bebwa hobela upigwe. Juu ya fence. Na watu hakuna kitu ambacho utawafanyia. Niliona ile nyingine ya Nakuru. Kuna jamaa alipigwa kofi pale akaenda chini, hata nilikuwa nashindwa, bibi yake yuko hapo, watoto wako hapo, aibu gani sasa? Ni kanisa eti ni kanisa la Mungu. Mwalimu, acha tusome Wakorintho wa kwanza. Ndio. 4:9. Ninasema, maana nadhani ya kuwa Mungu ametutoa sisi mitume mwisho kama watu waliohukumiwa wauawe, kwa sababu tumekuwa tamasha kwa dunia. Ndio. Kwa malaika na wanadamu. Tumekuwa tamasha. Kiingereza nasema a spectacle. Mpendwa, ni kwamba you a spectacle for ili Mungu akusaidie kuongoza watu wengine. Je, maisha yetu yanatangaza kweli kwamba Kristo alikuja? Sisi je ni tamasha ipi? Kuna vitu zinatendeka kanisani sasa havikukuweko zamani. Vya ajabu, mavazi, nyimbo, siasa. Unajua siku hizi wanasiasa, mchungaji wanakuja kanisani kupika siasa pale. Maadili, hata vitabu vya unabii hatusomi sana unabii. Unajua hata kipindi cha unabii kinaweko pale mwisho. Watu wakishachoka ili, na kanisa hili lilijengwa kwa misingi ya manabii na unabii ili tuweze kuelewa. Kuna hadithi moja nilikuwa nasikia kwako, ulikuwa unaongea juu ya mama mmoja aliyekufa. Alafu kwa sababu hakuwa anachangia inaitwa nini? Welfare. Najua mwalimu, najua ni jambo la kusitikisha kwamba mama huyo alipoenda kule ilipokuwa mazishi, kwa sababu hakukuwa kwenye membership ya welfare, hawakuenda katika mazishi. Wazee hawakuenda mazishi. Hata pastor hakuenda. Kwa sababu gani? Hakukuwa amechangia katika wengine katika kazi yao. Ni kwamba ni jambo la hatari sana. Kitambo shida za mmoja zilikuwa shida za kanisa nzima, na hakuna pengine pa kukimbilia ni kanisani. Na pia kweli kanisani tumekuwa, unajua Yesu alipiga watu mijeledi kwa sababu walikuwa wanafanya biashara wapi? Kanisani. Siku hizi kanisa imekuwa insurance market. Mahali ambapo watu wanauza bima ili watu waweze kufaidika kimaisha. Je, mpendwa, tuuze bima ya kwamba Yesu anaokoa. Tusiuze bima kwamba mtu akishakufa ndio tunafikiria kumsaidia. Tusaidiane kwanza tungali hai na tusaidiane katika shida zote. Huyu mtu angetaka kuchukua mkopo kwa hiyo bima, wangempa? Haidabidi. Lakini alipe sijui kwa riba gani. Sasa hapo ndio najua mwalimu, viwango kweli vya maisha ya watu vimezorota kabisa. Tunaendelea kuanguka kiimani. Vitu vimeendelea kwenda mrama. Na hakuna mtu anaongea, na ukiongea unakuwa adui. Mwalimu, unajua ni pale hospitalini za dunia ndiposa ukiwa hauna riba inakuwa changamoto kuweza kwenda pale, lakini yale yasifike kanisani. Tuwakubali wenzetu wote kwa upendo, kwa pamoja. Shida zao ziwe zetu, shida zetu ziwe zao. Tukue na watu mamoja. Kuna mtu hana pesa za kutoa hiyo kila mwezi. Sasa pia tumfukuze. Tusimpuuze. Na akifa ama akifiwa hatutoi kwa sababu hakuwa kwa hiyo insurance ya kanisa. Ndio jambo la kushangaza. Upendo wengi umepoa kweli. Ukikuwa mgonjwa hawatachanga. Lakini ukifa watatoa pesa. Mwalimu, Danieli 7, somea mstari wa kwanza mpaka wa 3. Inasema. Inasema katika Danieli 7. Nafikiri mwelekezi wetu atatuwekea picha hiyo Danieli 7 inaposomwa. Kwa hivyo mpendwa, unapoangalia picha hiyo ni katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli. Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake, basi akaiandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama hizo pepo 4 za mbinguni
zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa, ndipo wanyama wakubwa wanne wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Ni kwamba mwalimu, ni unajua Danieli 2 imeonyesha ndoto. Nafikiri mtazamaji anaona kwenye runinga imewekwa sanamu ambaye iko na kichwa cha dhahabu, kifua cha fedha, kiuno na tumbo ya shaba, alafu miguu ya chuma, na chini unaona kumechanganyika chuma na udongo. Alafu kando yake utaona wanyama, orodha ya wanyama ambao mwalimu atatuelezea orodha ya wanyama. Nafikiri ukiangalia kwenye runinga utaona mwalimu akielezea, angalia runinga yako. Kwa hivyo mnyama wa kwanza pale anakaa kama simba. Nafikiria msomaji kama uko pale unaweza andika fungu hili 12:10 Hosea. Nasema kwamba Mwenyezi Mungu anatumia mafumbo ili kuweza kutuonyesha. Fumbo inamaanisha unatumia kile kinachojulikana kuelezea kile kisichojulikana. Anasema from the known to unknown. Mnyama wa kwanza alikuwa kama simba, wa pili kama dubu, wa tatu mnyama aliyeonekana na Danieli katika ndoto ni kama chui mwenye vichwa 4, alafu wa 4 alikuwa mnyama wa kutisha, sura hatari sana hata ukimuona pale. Alafu baadaye ule mnyama wa 4 alikuwa na pembe 10, kuna pembe moja iliyozuka kati ya zile 10, nayo ikakuwa ndio ufalme wa 5. Ikang'oa pembe 3. Ikang'oa pembe 3. Kwa hivyo wa kwanza alikuwa simba aliye na mabawa. Hakuna mnyama kama huo duniani. Kwa hivyo ni fumbo. Alikuwa anaashiria Babeli. Danieli 2 na 7 zinalinganishwa. Ukisoma kitabu cha Danieli, mtiririko ni kwamba unaanza Danieli 1, unaenda 2, unaenda 7, alafu 3, 4, 5, 6, alafu baadaye utarudi 8. Nitaelezea hayo kwa sasa. Kwa hivyo ndoto hii ya kwanza ilipewa mfalme wa kidunia, ya pili inapewa mtumishi wa Mungu. Amosi 3:7 inasema hakika Bwana Mungu atafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Ndoto Danieli 2 na 7 zinawiana ama zinaingiliana. Na alipoota baadaye mtumishi wa Mungu aligundua kweli jinsi ambavyo aliona kichwa kile cha dhahabu kinalinganishwa na simba yule, na yote inawakilisha Babeli. Mnyama wa pili kama dubu anawakilisha jinsi mwalimu alivyosema Waamedi na Waajemi. Watatu mikono Waamedi na mnyama wa tatu alikuwa kama chui, vichwa 4, anawakilisha ufalme ule wa Kigiriki ama Yunani. Alafu pale chini kuna mnyama wa kutisha, serikali ama falme ile ya Kirumi. Kwa hivyo kulikuwa na Rumi ya kwanza, alafu baadaye Rumi iliyogawanyika katika sehemu 10. Sasa hizi falme chapter hizi mbili, Danieli 2 na Danieli 7 zinawiana ama zinaingiliana moja kwa moja. Na ni maneno yatakayo mataifa haya pale chini ni mataifa yatakayoongoza hadi mwisho wa dunia Yesu atakaporudi mara ya pili. Ukiendelea kusoma itasema kwamba katika enzi za wafalme hawa pale wa mwisho Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme. Sasa mwalimu, nafikiria hiyo ni Danieli 2. Danieli 7 inamalizia pale, tumefika nafikiria aya yake ya 8 inayosema kati ya hao 10 kulichipuka na pembe ndogo. Nafikiria leo tutaweka pale kikomo. Mwalimu, hizi nchi unakuta kwamba kulikuwa ni kama ni vita tupu. Nafikiri upate kutueleza, umalizie na watakatifu wanapata shida na hizi nchi. Asante mwalimu. Kama vile ambavyo mwalimu mwenzangu amekwisha tuleta, Danieli 2, Danieli 7 ndio ni Mungu mwenyewe ameleta ujumbe mmoja lakini kwa watu wawili tofauti. Wa kwanza alikuwa mfalme mshenzi asiyemjua Mungu. Analetewa ujumbe huu kwa njia ya sanamu na madini hayo, dhahabu, fedha, shaba, chuma na matope ya udongo. Danieli ni mtumishi wake Mungu, nabii. Analetewa sasa katika njozi sasa kwa mfano ya wanyama. Tumeona katika ndoto ya kwanza kwamba madini haya yanapungua katika thamani yake, katika thamani zao mpaka inafika hata matope ya udongo. 7, maana Israeli walitaka kutawaliwa kama mataifa. Mungu akawaruhusu waweze kutawaliwa na mataifa. Na Mungu sasa analeta njozi hii kuonyesha jinsi mataifa wanavyotawala. Mungu atafanisha utawala wa mataifa na wanyama hawa wakali. Mnyama simba, the king of the jungle. Mnyama dubu, mnyama mkali. Hayuko Kenya, mkatili. Tutampata South Africa na nchi zingine. Mnyama wa 3 ni chui. Nani angependa kucheza na chui? Mnyama wa 4
Danieli alipomwangalia akashindwa kumfanisha na wanyama wote duniani. Hata lugha ilimshinda kumwandika vizuri. Lugha yake haikuishika vizuri. Asema tu mnyama wa kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi. Alikuwa na meno ya chuma na alikula na kuvunja vipande. So tunaona Mungu mwenyewe aleta ujumbe kwa sababu watu wa Mungu waweze kuangalia ulimwengu jinsi ambavyo ulivyo. Ndio. Ukitaka kutawaliwa kama walimwengu basi, na ndio maana kwamba wafalme hao wote ili falme hizi ziweze kuingia katika utawala kulikuwa na vita. Ndio maana Danieli akaona upepo ukivuma juu ya bahari kubwa. Upepo unamaanisha tufani. Kitabu cha Yeremia 25. Yes. Inaongea ni tufani. Kwamba vita vilipiganwa ndipo falme hizi ziweze kuingia katika ufalme. Aba katika utawala. Na vita hivi vilipiganwa ukiosoma vile Babeli walivyoingia katika utawala. Soma hata Wamedi na Wajemi. Hasa ukuje kuangalia Alexander alivyoshinda Wamedi na Wajemi kiwa kijana mdogo. Na uone sasa vile Warumi pia wakatoa Wayunani katika utawala. So ziliingia kupitia kwa vita. Kumbuka Mungu utawala wake si utawala wa vita. Utawala wake ni utawala wa amani na upendo. So Mungu anajaribu kuonyesha watu wake ya kwamba hivi ndivyo utawala wangu na ulimwengu vimeachana. Ni kama mbingu na nchi. Kwamba mkiwa upande wangu utawala wangu ni wa amani, lakini upande mwingine ni vita. Jambo lingine. Sasa wana wa Israeli kwa sababu wamekataa kutawaliwa kama na vile Mungu anavyotaka. Mungu akaruhusu waweze kuchukuliwa mpaka Babeli. Kweli. Wakawa chini ya utawala wa Babeli. Lakini kinachonifurahisha ni hii. Waliochukuliwa mateka mpaka Babeli kulikuwa na watu wa Mungu ambao katika hiyo utawala wa kihimla walisimama imara. Ndio maana tunasoma katika sura ya kwanza na ya pili tunapata vijana wanne. Danieli, Shadraki, Meshaki na Abednego walisimama. Inaniambia kwamba hata katika ulimwengu huu japo tuko katika mateka, tuko chini ya utawala wa kihimla ama za watu ambao ni wenye dhambi, lakini watu wa Mungu bado watasimama imara. Kwa mtazamaji, je, utakubali kwa influence na ulimwengu? Mungu ametuweka fungu ambalo tumesoma. Sisi ndio tunafaa kuigwa na ulimwengu. Kumbuka vijana wale walipokataa kuabudu sanamu katika sura ya 3, hapo tu kulitangazwa kwa Mungu wa kweli ni Mungu wa Shadraki, Meshaki na Abednego. Swali ni kwamba je, leo Mungu wako anaweza kutangaza kwamba ni Mungu wa kweli katika ulimwengu ambao umechafuliwa na dhambi? Jambo lingine hata kwa tabia yako. Hata kwa tabia yako. Tunakuja kuona kwamba ufalme wa 4 ambao ni ufalme wa Kirumi. Falme hizi amekwisha eleza. Babeli, Medo-Persia, ama wene wa Jemi, Ugiriki, alafu unakuja Rumi. Rumi ya kishenzi. Ya kwanza. Rumi ya kwanza. Rumi ya kwanza ulitawala. Na Rumi ya kwanza ndiyo iliinua Rumi ya pili. Kweli. Rumi ya pili ambayo ni ya pembe mdogo. Ilitoka ndani yake. Ndani yake. Na tusoma katika Danieli 7 fungu la 7 na 8. Na pembe alipotokea akanena kinyume chake aliye juu. Na alikuwa na macho kama wanadamu na akanena maneno nini? Maneno makuu. So katika Rumi ya kishenzi kukatokea Rumi ya kidini. Kweli. Hii Rumi ya kidini, Rumi ya pili ndio kukatokea ndani yake mpinga Kristo. Kwa maana akanena kinyume chake aliye wapi? Aliye juu. Na kipindi kikatokea kipindi cha watakatifu wa Mungu kuteswa kwa miaka 1260 ambao katika lugha ya nabii ya Danieli inasema majuma 72 ama kwa wakati nyakati 2.5 wakati. Yani miaka 3.5. So hii lazima tujue katika golden rule ya Biblia Ezekieli 14:34 sema kwamba siku moja ni kama mwaka ngapi? Ezekieli 4:6. Ezekieli 4:6. Alafu Hesabu 14:32. So hiyo inamaanisha wakati ambapo ufalme huo ulipokuwa unatokea Rumi ya kidini, watu wa Mungu waliteswa.
kwa sababu ya imani ambayo iliingia duniani ambayo inapingana na neno la Mungu la Biblia. Mwalimu, tufikiri mpaka pale tumepiga tu kidogo kwa Danieli 7. Tumepiga tu tena nzuri. Mwalimu, nafikiri wape fungu ile kwamba hao wanyama ni mafumbo. Danieli 7:17 inasema kwamba hao wanyama ama 23 kwamba hao wanyama ni falme. Kwa hivyo tunaposoma Warumi, wa Yunani wote ni falme. Alafu inasema walitokea kwa maji. Maji ni watu wengi. Soma katika Ufunuo Yohana 17 mstari wa 15. Mwalimu, kuna kitu pia nilikuwa nataka uongeze kwa alichokisema. Kumbuka kwamba Danieli 2 tunaona jiwe. Lakini Danieli 7 inasema hata kama Wakristo wanateswa ufalme watapewa. Nafikiri maliza na hiyo. Nzuri. Mwalimu, ni kwamba napenda hiyo kwa sababu nakumbusha mtumishi wa Mungu Elia siku moja, nasoma tu fungu nafikiria Wafalme wa kwanza 18:22. Ndipo Elia akawaambia watu, mimi nimesalia mimi peke yangu nabii wa Bwana. Lakini manabii wa Baali ni watu 450 na kulikuwa na wengine 400. Kwa hiyo inafika mahali katika maisha haya unaona kama labda kanisani ni wewe tu, labda aliyebaki ni wewe tu, labda lakini Mungu anasema ako na watu wengi ambao bado hawajapiga magoti yao kwa Baali. Hapo kwa Baali tungegusia kidogo, najua Ahab na Jezebel wanapooana wanaabudu sanamu. Lakini Samsoni na Delila tutaenda mwalimu, nafikiria itakuwa family life, itakuwa vizuri. Mwalimu, ni kwamba Mungu anasema hivi, kitabu ni Warumi 9. Warumi 9:20 na ngapi? Ninasoma 9:29. Inasema hivi 27. Isaya naye atoa sauti yake juu ya Israeli kusema, hesabu ya wana wa Israeli japokuwa ni kama mchanga wa bahari, ni mabaki tu watakaookolewa. Sijui nisome ili fungu niweke hapo kanisa lako ama Waadventista ama kanisa lolote. Seme ingawa hesabu ya Wakristo kanisa fulani ni kama mchanga wa bahari, ni mabaki tu yatakayookolewa. Mpendwa, kuvaa kanisani uende umevalia nadhifu, tai vizuri na kitenge yako na uniform ya vikundi fulani. Kitenge kama bibi yako. Ni kwamba inawezekana tukawa kanisani lakini tukawa tumepotea. Kuwa kanisani si cheti cha kwenda mbinguni. Mathayo 7:21 inasema sio wote waniitao Bwana Bwana, lakini wale watendayo mapenzi ya Bwana. So swali tunalokuuliza jioni ya leo unaposikiliza kipindi hiki ni mapenzi ya Bwana kwa maisha yako ni yepi? Je, umeyatambua mapenzi ya Bwana? Wewe kiongozi pale kanisani, deaconess, wewe ni elder pale kanisani, zaidi ya matangazo na mipango ya kanisa, mapenzi ya Bwana kwa maisha yako ni yepi? Mwalimu, najua Mungu anatofautisha, anasema maji na nchi kavu. Na tunakuta kwamba maji yalitaka kugarikisha nchi kavu. Lakini tunaona inji ikameza maji, sio? Katika Ufunuo 12. Endelea mwalimu. Asante. Ufunuo 12 ukianza kusoma fungu lake la 14. Mwalimu, hebu soma tu kidogo. 12:14 inasema mwanamke yule akapewa mabawa. Nafikiria mwalimu utaelezea mwanamke fumbo hilo. Inasema mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa, ili aruke aende zake nyikani hata mahali pake hapo alishwapo kwa wakati na nyakati na nusu ya wakati, mbali na nyoka huyo. 15. Nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Nchi ikamsaidia mwanamke, nchi ikafunua kinywa chake ikaumeza mto ule aliyoutoa yule joka hata kinywa chake. Asante. Nashukuru. Mwalimu, nianze hapo mwanzo. Nafikiri nielezee mtazamaji. Tukisema mwanamke tunamaanisha kanisa. Kisoma 12:1 inasema ishara kuu ikaonekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake nyota ya taji 12. Sasa tunaona kwamba kumbe ni kanisa ambalo lianzishwa na mitume. Alafu tunaona imesimama juu ya mwezi, sababu mwezi hauna mwanga wake, unaakisi kutoka kwa jua. Jua ni Yesu na mwezi ni testimony ya Yesu, yani neno lake. Testimony of Jesus Christ ama neno lake. Na nyoka pale. Sasa amesimama juu yake. Soma kitabu cha Waefeso 5:31 nasema, na mtu atamwacha baba yake na mama yake na ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja.
32 nasema siri hii ni kuu, ila nanena juu ya Kristo na kanisa. Nafikiri tumeelewa ni kanisa. Mwalimu, endelea sasa. Asante mwalimu. Umeweka vizuri. Katika Ufunuo 12 kuna mwanamke, kuna mimba, kuna njoka, ndio, na kuna nyota zilizoanguka. Kweli. Kuna mkia. Hiyo yote hatuna muda kueleza sasa. Lakini tufike sasa 14 ambayo imesema na mwanamke alipewa mabawa kama tai, akaruka mpaka nyikani ili alishwe huko kwa wakati, nyakati 2.5 wakati. Hii ndio kipindi ambacho tumezungumza katika Danieli sura ya 7. Wakati wa Rumi ya kidini ilipotokea, kanisa la Mungu liliingia katika mateso. Kweli. Kitabu cha Danieli 7:27 nasema kwamba na atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Kwa nini atawadhoofisha? Ikisema ya kwamba kwa maana ataazimu kubadili majira na sheria. Kwa hivyo ufalme huo ukazimu kubadili sheria ya Mungu ya ibada. Ibada ya Mungu ambayo Mungu aliweka Mwanzo sura ya 2, Mwanzo sura yake ya 2. Siku ya 7 Mungu akapumzika, akaitakasa, akaibariki. Hiyo siku Mungu aliweka kuwa ni siku ya ibada. So ufalme huu ukazimu kubadili hiyo amri ya Mungu ya ibada. Na mambo mengine ikaweza kuleta. So kanisa la Mungu iliposimama na imani ya kweli ya Biblia, Biblia inasema kwamba akazimu kudhoofisha, kutesa watakatifu. So wakati wa mateso hayo, kanisa la Mungu likapewa mabawa kama ya tai, kukimbia nyikani. Nyikani wapi? Ni mahali ambapo Mungu alikwisha andaa, mapangoni huko, mahali ambapo Mungu alikwisha andaa iweze kuenda mbali na mateso ya njoka. Swali ni hili, je, njoka ni shetani? So njoka alikuwa anatumia nani? Fungu la 10 linasema kwamba njoka akapanua kinywa chake na akatoa maji kama mto ili aweze kumchukua mwanamke kwa yale maji kama mto. Maji, Ufunuo 17 inasema kwamba ni jamaa, makutano, kabila na mataifa. Tena kwa lugha nyingine pia, kwa yule ambaye anaanza kujifunza unabii, maji, bahari inakuwa na tufani, inakuwa na misuko. So bahari inasimamia pia ulimwengu ambao haujamjua Yesu. Dunia, inchi kumetulia, inasimamia pia watu wa Mungu, taifa, yani watu ambao wanaongozwa na Mungu. So shetani anatumia nini? Shetani alitumia mataifa ambayo walikuwa upande wake. Mwalimu, shoten muda wetu umeisha. Ili aweze kufanya mwanamke aweze kufanya nini? Kuchukuliwa. Lakini inchi ikapanua kinywa chake. Inchi ni nini? Ufunuo 13 fungu lake la 11 sema na mnyama mwingine akatokea katika inchi, mwenye pembe 2 mfano mwana kondoo. Hii katika unabii tunaona ya kwamba ni taifa ama Marekani, ambao huko ndiko watu wa Mungu walipokimbilia mateso ya njoka, waliweza kupata hifadhi na wakawa na uhuru wa ibada tena na userikali. Mtazamaji, nafikiri tumeelewa hapo kwamba Marekani Mungu alileta ili kaokoe watu wake. Na mtazamaji, pengine tu nipate kukueleza hivi, watu wa Mungu walipoteswa kwa muda mrefu, Mungu sasa akaleta pia watu wake ambao walikuja sasa wakasema hapana, mambo haya hayaendi vizuri. Sasa hii Rumi ya pili ambayo ni Rumi ya kidini, ambayo ilikuwa ni dini ya nini uzunguni kule Ulaya, dini ya Ulaya, ikawa ndio dini iliyoua watu sana. Unajua waliua watu kuliko, kuna wengi wanasema waliua watu kuliko jeshi lolote. Sasa watu wakatorokea Marekani na Marekani ikawa na uhuru wa kuabudu. Na ndio maana Ufunuo 13 kuanzia 11 ukienda juu inasema alikaa kama nini? Mwana kondoo, na alikuwa na pembe 2. Lakini baadaye akaanza kuongea kama njoka. Sasa tuelewe hivi kwamba kumbe hiyo inchi baadaye itakuja tena ungana na ule mwanamke tena na ile dini tena, na watakuja kuleta mateso kama zamani. Watu husema historia itajirudia. Alafu tuelewe hivi pia kwamba lakini hawa watu mwisho walipoinuka zamani zile, baada ya hiyo muda wa miaka 1260 kuisha, ukakuja na wakati ambao ni wa marekebisho. Lakini kumbuka hivi mpendwa, Mungu alileta watu wake wakahubiri, lakini walifikiria dunia inaisha. Walifikiri dunia inaisha kwa sababu walisema
kula hicho kitabu Ufunuo. Hiyo ni Ufunuo 10. Ufunuo 10 kuanzia mstari wa kwanza akaambia kula hicho kitabu kitakuwa kitamu mdomoni lakini kichungu tumboni. Kumaanisha watakapokuwa wanasoma maneno haya unabii watasherekea wakijua Yesu anarudi. Kumbe hiyo tarehe walioambiwa katika Danieli 8:14 kumbe walikuwa wamepata tarehe sawa, lakini kumbe matukio yalikuwa yawe tofauti. Kumbe si kwamba walikuwa dunia iishe. Yesu alikuwa anatoka patakatifu anaenda patakatifu mno. Mtazamaji, nifanye summary ya dakika moja. Danieli 7 kuanzia mstari wa 9 mpaka 13 inaonyesha kwamba viti vikawekwa. Alafu nini inaanza pale? Hukumu inaanza. Hiyo hukumu si hukumu ya mwisho wa dunia. Ni hukumu ya upelelezi ya file zetu kuangalia kujua tuko upande gani. Na ndio maana tunamuona Yesu, tunamuona mwana anakuja kwa baba, mzee wa siku. Alafu Danieli 8, unajua Danieli 7 iko tuambie inaanzia wapi, inaishia wapi. Danieli 8 ikatuambia itachukua miaka 2300 ndio mambo haya yaanze. Haikutuambia tarehe ya kwanza. Danieli 9 ikatuambia haya mambo inaanza baada ya nini? Waisraeli kuambiwa warudi kwao. Sasa tukapata tarehe. Ndio maana kumbe tunaweza calculate tukajua inaisha lini. Na ikaisha 1844. 1844 wakangoja Yesu kurudi, hakurudi. Kitabu kumbe kilikuwa kitamu, kikaleta matumaini wakijua Yesu anarudi, lakini hakurudi. Kikawa kichungu kwenye tumbo. Kwa nini? Kwa sababu Yesu hakurudi. Lakini Danieli 10, Ufunuo 10 kuanzia 10:11 ikasema tafadhali fanyeni hivi, toa unabii tena. Sasa kumbe sisi ndio maana tumekuja hapa tutoe unabii tena, kwa sababu Yesu bado anarudi. Lile jiwe lililokataliwa na waashi litakuwa jiwe kuu. Amen. Walimu, asanteni kwa kazi nzuri. Mtazamaji tunashukuru. Tungepata muda tungeelezea zaidi, lakini madakika pia zinaenda kama upepo. Karibuni kanisani. Kesho nafikiri kutaelezewa, wale watapata walimu wazuri. Nasema hivyo. Wakipata walimu wanaojua mambo haya wataelezea vizuri. Na mwalimu Mgunda, tufungie kwa ombi. Asante, tuombe. Baba yetu aliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu hata katika maovu yanayoendelea duniani bado unatupenda na uko tayari kutuokoa muda wowote. Baba, asante kwa somo hili ambalo tumesoma siku ya leo. Tunaomba somo hili liweze kuleta tumaini kwa aliyesikia na kila mtazamaji ambaye tumekuwa pamoja na yeye. Isiwe tu wokovu kwake peke yake, jinsi Paulo na Sila walivyomwambia yule mlinzi wa jela, liweze kuwa wokovu hata kwa nyumba yake yote. Tuweze kuokolewa kwa maana Kristo yuko tayari, unakuja na kutupeleka nyumbani. Baba, tuomba kwa mtu bariki na kila mmoja wetu, tupe nguvu ya kuendelea kukujua zaidi. Tunapoona dalili zinaonyesha kwamba jiwe linakuja, Mungu tujiandae, tuwe tayari, maana jiwe linapokuja, Yesu umesema kwamba saa hii tuweze kuanguka juu ya jiwe ili tuweze kuvunjwa. Lakini tukikataa kuvunjwa juu ya jiwe likituangukia litaweza kutusaga tikitiki. Baba, tuomba kwamba tusingoje kuangukiwa na jiwe, tuweze kuangukia jiwe siku ya leo, tuweze kuokolewa, tumfanye Kristo kuwa mwokozi wetu, tuandaliwe kwa ajili ya ufalme wako. Uwe nasi leo na hata milele, katika jina la Yesu aliye Bwana wetu. Amen. Walimu, asanteni sana. Na mtazamaji, tunakushukuru sana kwa kuwa nasi muda huo wote. Tunaomba msamaha tu kujibu maswali kwa sababu muda pia ulikuwa ni mfupi na mambo yalikuwa mengi. Lakini siku moja tutapata tena nafasi ya kuelezea. Mungu akubariki, ukuwe na weekend yenye baraka.